Niwakaribishe kwenye kipindi kizuri cha neno la Bwana asubuhi ya leo. Fungua Luka sura ya 8 mstari ule wa 33 mpaka mstari wa 48. Luka mtakatifu sura ni ile ya 8 mstari wa 43 mpaka 48. Na mwanamke mmoja ambaye ametokwa na damu muda wa miaka 12, aliyekuwa amegharimiwa mali zake zote kwa kuwapata waganga asipate kuponywa na mtu yeyote, alikwenda nyuma yake akaugusa upinde wa vazi lake, na mara hiyo kutoka damu kwake kulikoma. Yesu akasema, ni nani aliyeigusa? Basi watu wote walipokana, Petro alimwambia, Bwana mkubwa, makutano haya wanakuzunguka na kukusonga. Yesu akasema, mtu alinigusa, mara naona ya kuwa nguvu zimenitoka. Yule mwanamke alipoona ya kwamba hawezi kusitirika, akaja akitetemeka, akaanguka mbele yake, akamweleza mbele ya watu wote sababu yake kumgusa na jinsi alivyoponywa mara. Mstari wa 48, akamwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako na amani. Amen. Baba, nakushukuru kwa ajili ya ujumbe huu. Asante kwa sababu ya mchana mwema, mchana wa baraka. Naomba utusaidie Baba, tupe neema machoni pako, tukuguse kwa mguso chanya mchana wa leo. Tusaidie Baba kwa neema ya pekee na kwa mkono wako. Kutana na kila moja, taenda kuwaponya watu mahali hapa, tawapa watu mahitaji yao, maisha yao yatakuwa maisha ya kufika mbinguni, katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Nizungumzie kuhusu mguso wa imani kubwa. Mguso wa imani kubwa. Kichwa cha ujumbe, mguso wa imani kubwa. Ndio mguso uliotokea kwa mwanamke huyo. Huyu mwanamke ambaye tumesoma habari zake alimgusa Yesu kwa imani kubwa. Hii imani ni kubwa kiasi kwamba Yesu akashindwa hata kustahimili. Japo watu walikuwa wanawaambia, Bwana, uko katikati ya watu wanakugusa, wewe uoni? Kila mahali watu wanakusonga songa, nani ataacha kukugusa? Lakini Yesu hazungumzii mguso wa kawaida, anazungumzia mguso wa imani kubwa. Ndio sababu akasema, kuna mtu amenigusa, nikahisi nguvu zimenitoka. Nguvu zimeenda kufanya nini? Zimeenda kumponya mtu. Lakini huyu mtu yuko wapi? Yesu anamtafuta yule aliyemgusa kwa imani kubwa. Kuna vitu ambavyo havitatokea katika maisha yako mpaka umguse Yesu kwa imani chanya. Utakuwa unaomba, lakini bila kumgusa Yesu kwa imani kubwa, kuna vitu havitatokea katika maisha yako. Utahangaika, utaomba, utafunga, lakini Yesu anachotaka ni kile kinachotoka kwenye kina cha moyo, kinachoenda kumgusa. Mwanamke mwenye kutokwa miaka 12 akamgusa Yesu kwa mguso mkubwa, na alipomgusa Yesu akaanza kumtafuta, kwa sababu amemgusa kwa imani chanya, imani itendayo kazi. Sasa kama kuna vitu vingine unavihitaji, havitatokea katika maisha yako mpaka umguse Yesu kwa imani kubwa. Kuna aina 5 ya watu ambao wangeweza kumgusa Yesu kwa imani hii kubwa. Aina 5 za watu, na ni aina 5 za muhimu sana, watu ambao wanaweza wakamgusa Yesu kwa imani kubwa. Moja, wale watu ambao mioyo yao imepondeka. Wale watu ambao mioyo yao imepondeka. Zaburi ya 51 mstari wa 17. Alafu tutarudi kwa mwanamke huyu uone jinsi ambavyo moyo wake umepondeka. Zaburi ya 51 mstari wa 17. Mmoja mtu anayeweza kumgusa Yesu ni yule ambaye moyo wake umepondeka. Soma Zaburi ya 51 mstari wa 7. Amen. Nitasoma kwa msaada wa Mungu. Dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika, moyo uliovunjika na kupondeka, Mungu hutaudharau. Amen. Asante. Angalia,
Thawabu ya Mungu ni moyo uliopondeka. Mungu anathamini moyo uliopondeka. Mtu ambaye angeweza kusema kwamba mimi peke yangu siwezi, mtu ambaye angesema mimi si kitu, huyu mama akajiona kwamba mwenyewe hawezi. Na mnakumbuka huyu mama jinsi ambavyo ameenda kila mahali, akagharimiwa vitu vyote alivyo navyo, mali yake yote ikaisha kwa sababu ya ugonjwa alio nao. Amehangaika kwa madaktari, amehangaika kwa waganga wa kienyeji, ameenda kila mahali, lakini hakusaidika. Akapondeka moyo, akaona hakuna mwingine angeweza kumsaidia. Inawezekana huyu mama alishasikia habari za Yesu, na alishasikia kwamba Yesu anaponya. Anakumbuka madaktari ambao wamemdhulumu, anakumbuka jinsi ambavyo wameenda hospitali na kuuza kila kitu. Anaenda kwa Yesu na anasema, pesa zangu hazijaweza kunisaidia, madaktari wangu hawajaweza kunisaidia, mume wangu hajaweza kunisaidia, wazazi wangu hawajaweza kunisaidia, tumaini langu limebaki kwako peke yako Yesu. Akanyosha njia. Ilikuwa ni wakati wa hatari kwake, ilikuwa ni wakati wa kufa kwake, kwa sababu mwanamke mwenye damu ya aina hiyo hakuruhusiwa kupita katikati ya watu. Siku zote alitengwa. Hata kama akiwaona watu kule, hawezi kukatiza mbele za watu wakapita. Yeye alitakiwa atangaze ya kwamba mimi ni najis, na anatangaza kwa sauti kubwa kwamba yeye ni najis. Lakini siku hiyo huyu mama hakusema hivyo. Kwa nini hakusema? Amenyenyekea mbele za Yesu. Akasema, hata kama siku zote nimeimba mimi ni najis, leo sitafanya hivyo mpaka nitakapomfikia Yesu. Akashika njia, akatembea njiani, katikati ya watu akaingia. Tena ni kusanyiko kubwa, mkutano wa Yesu ambao umefunga kila mahali. Akapita katikati yao akiwa amepondeka moyo, akijua ya kwamba akifika kwa Yesu matatizo yake yataisha, akijua kwamba akifika kwa Yesu ile damu itakauka. Akaingia kwa nyuma, akatembea, akafika, akagusa upindo wa vazi la Yesu. Ona jinsi ambavyo amenyenyekea. Alipogusa ule upindo, akarudi nyuma asionekane na mtu. Maana yake roho ya mauti ilikuwa inamkabili, na mtu wa aina ile akiingia katikati ya watu, adhabu yake ilikuwa kupigwa mawe afe. Kwa hiyo huku anajua anakabiliwa na adhabu ya kupigwa mawe, huku akiwa anaamini ya kwamba muujiza wangu uko kwa Yesu. Akatii sauti ya kuchukua muujiza wake bila kuogopa mawe, bila kuogopa wanawake wa Kiyahudi, watu wasiojali utu, wasiojali magonjwa ya watu. Akapita katikati akiwa amenyenyekea, akamfikia Yesu, akagusa upindo wa vazi la Yesu. Yesu akasema, ni nani kanigusa? Nani anatafuta nani kakigusa? Yule mwanamke baada ya kuona Yesu anamtafuta mtu, akajitokeza, lakini huko ana uhakika amepona. Anajitokeza, anasema, ni mimi hapa Bwana. Shida, nilikuwa natokwa damu miaka 12. Na wale wanaume walikuwa wanasikiliza. Mama yule anatoa taarifa ya kuugua kwake, na huenda wengine walimfahamu pale katikati kwamba ndio yule, lakini yule mama akajitokeza, akasema, ni mimi, nimepona. Unaweza ukamgusa Yesu kwa kunyenyekea, ukachukua muujiza wako kwa kunyenyekea. Bwana asifiwe. Naomba niende haraka kidogo. Aina ya pili ya watu ambao wangeweza kumgusa Yesu kwa imani kubwa ni wale ambao wanamheshimu. Mungu huhitaji heshima. Samuel wa kwanza sura ya 2 mstari wa 30, soma. Samuel wa kwanza sura ya 2 mstari wa 30. Mungu huhitaji heshima. Mungu ni Baba. Mungu anahitaji kicho. Mungu ni Bwana. Soma. Amen. Nitasoma kwa msaada wa Mungu. Samuel wa kwanza mstari wa 2 mstari ule wa 30. Neno la Mungu linasema, kwa sababu hiyo Bwana Mungu wa Israeli akasema, ni kweli nalisema ya kuwa nyumba yako na nyumba ya baba yako itakwenda mbele zangu milele. Lakini sasa Bwana asema, jambo hili na liwe mbali nami, kwa maana wao wanaoniheshimu nitawaheshimu, na wao wanaonidharau nitawahesabia kuwa si kitu. Amen. Asante. Huyu ni Eli. Mungu alishaahidi kwa Eli, pia kwa Sauli,
hao watu wote wawili. Mungu alishaahidi ya kwamba yeyote atakaye niheshimu, kiti chake cha enzi kitathibitika, na yeyote atakaye nilisha jina langu, kiti chake cha enzi kitakuwepo pale. Mnakumbuka Eliasi, mnakumbuka Sauli aliasi, na Mungu anatuma sasa ujumbe ya kwamba kwa kuwa Sauli umeasi, kiti chako cha enzi kitakuwepo, kwa sababu mimi nawaheshimu wale wanaoniheshimu na ninawainua wale ambao wananiheshimu. Unaweza ukamgusa Mungu kwa imani kubwa kwa jinsi unavyomheshimu. Unamheshimu Mungu kwa vitu gani? Unaweza ukamheshimu Mungu kwa kuangalia neno lake, kulitimiza na kulifanya vile anavyoagiza. Mungu akikwambia fanya hivi, fanya. Akikwambia usifanye hivyo, acha. Vile neno la Mungu linavyokuongoza, hapo ndipo umemheshimu Mungu. Akikwambia tii, unatii kwa sababu unafanya yale ambayo yeye amesema ufanye. Alafu akikwambia usifanye hivi, usipofanya, hapo unamheshimu Mungu. Mungu huguswa na watu wanaomheshimu. Jambo la pili, Mungu huguswa na wale wanaomheshimu. Unamheshimu Mungu kwa kiwango gani? Kwa kiasi gani? Mungu anataka uhudhurie ibada. Unahudhuria ibada kwa kiwango cha kumheshimu Mungu? Mungu anataka utoaji. Unamheshimu Mungu kwa pochi yako? Mungu anataka umheshimu. Unatoa zaka zako ili Mungu aone ya kwamba unamheshimu. Hivi vitu unafanya. Kama ufanyi sawa sawa tu na mpagani ambaye hamheshimu Mungu kwa sababu hamtii Mungu. Bwana asifiwe. Wale wanaomheshimu Mungu. Jambo la tatu, mtu wa tatu anayemheshimu, anayeweza kumgusa Mungu kwa imani kubwa ni yule mwenye moyo wa shukrani. Mtu mwenye moyo wa shukrani, mtu mwenye moyo wa sifa kwa Mungu. Zaburi ya 22 mstari wa 3. Mungu huvutiwa na sifa na shukrani. Zaburi ya 22 mstari wa 3. Amen. Nitasoma kwa msaada wa Mungu. Karibu. Zaburi mlango wa 22 mstari ule wa 3. Na wewe u mtakatifu uketie juu ya sifa za Israeli. Amen. Huyu ni Mungu. Anahitaji sifa za kinywa chako. Anahitaji shukrani ya kinywa chako. Mfano mzuri ni wa Paulo na Sila. Wakati wakiwa gerezani, wakao wanamwibia Mungu na kumshukuru. Wako kwenye kifungo lakini wanamwabudu Mungu, wanamshukuru. Katika sifa ile Mungu akafungua milango ya gereza. Akashuka malaika, milango ikatikisika. Jengo lile milango ilipotikisika kukawa wazi. Nini kimetokea? Kuna watu walikuwa wanamsifu, kuna watu walikuwa wanamshukuru, kuna watu walikuwa wanamwadhimisha, wanaadhimisha jina la Bwana, wanalitukuza jina la Bwana. Mungu huwatafuta watu aina hiyo. Bwana asifiwe. Jambo la 4. Jambo la 4. Ni mtu gani anaweza akamgusa Mungu kwa imani kubwa? Mungu huguswa na wale wanaomtafuta. Yeremia sura ya 29 mstari wa 13. Wale wanaomtafuta wanaweza ukamgusa Mungu. Zaburi mlango wa 22 mstari ule wa 3. Na wewe u mtakatifu uketie juu ya sifa za Israeli. Amen. Huyu ni Mungu. Anahitaji sifa za kinywa chako. Anahitaji shukrani ya kinywa chako. Mfano mzuri ni wa Paulo na Sila. Wakati wakiwa gerezani, wakao wanamwibia Mungu na kumshukuru. Wako kwenye kifungo lakini wanamwabudu Mungu, wanamshukuru. Katika sifa ile Mungu akafungua milango ya gereza. Akashuka malaika, milango ikatikisika. Jengo lile milango ilipotikisika kukawa wazi. Nini kimetokea? Kuna watu walikuwa wanamsifu, kuna watu walikuwa wanamshukuru, kuna watu walikuwa wanamwadhimisha, wanaadhimisha jina la Bwana, wanalitukuza jina la Bwana. Mungu huwatafuta watu aina hiyo. Bwana asifiwe. Jambo la 4. Jambo la 4. Ni mtu gani anaweza akamgusa Mungu kwa imani kubwa? Mungu huguswa
na wale wanaomtafuta. Yeremia sura ya 29 mstari wa 13. Wale wanaomtafuta wanaweza ukamgusa Mungu. Yeremia 29:13. Amina, nitasoma kwa msaada wa Mungu. Yeremia 29 mstari ule wa 13. Nanyi mtanitafuta kwa kuniona, mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Amen. Huyu ni Mungu anasema, nanyi mtanitafuta, mtaniona mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Hao watu wanaweza ukamgusa Mungu kwa imani kubwa. Maana yake utakapokuwa umemwona Mungu, maana yake umeona muujiza wake, umeona utendaji wake. Amekutokea katika maombi uliokuwa unaomba. Hapo umetokewa na Mungu. Kwa nini? Umemgusa Mungu kwa imani kubwa. Wale wanaoomba wanaweza wakaomba kama hawamtafuti Mungu. Hutafutwa na hupatikana. Kwa hiyo wale wanaomtafuta watamwona. Shetani hana uhalali juu ya maisha yako ikiwa unamtafuta Mungu. Shetani hana nguvu tena juu ya mwili wako kama unamtafuta Mungu. Hana mamlaka juu ya roho yako ikiwa unamtafuta Mungu. Mungu anawajali wale ambao watajitoa kwake, wakimtafuta kwa mioyo yao yote ili aonekane kwake. Na tunaweza tukamtafuta Mungu kwa maombi, tukamtafuta kwa kufunga na kuomba, tukamtafuta kwa kukesha. Mungu anawatafuta watu ambao wanamtafuta. Anawajali watu ambao wanamtafuta. Ikiwa unataka kumwona Mungu, mtafute. Amua maombi ya aina yote. Kuna maombi ya alfajiri, kuna maombi ya mkesha, kuna maombi ya mfungo, kuna maombi ya masaa ambayo utayapanga wewe mwenyewe. Mtu wa tano ambaye Mungu humsikiliza au humgusa Mungu kwa imani kubwa. Mungu huguswa na watu wenye neno lake. Watu wenye neno. Najua kuna watu wenye maneno hawana neno. Mungu hana maneno, Mungu ana neno. Bwana asifiwe. Neno ni la Mungu, maneno ni ya wanadamu. Ukiona watu wanasengenyana, hayo ni maneno ya wanadamu. Ukiona watu wanasemana, hayo ni maneno ya wanadamu. Lakini Mungu huguswa na watu wenye neno lake. Yeremia 23:29. Huguswa na watu wenye neno lake. Hata Mungu anapojibu maombi, hujibu maombi kwa kupitia neno. Soma Yeremia 23:29. Amen. Nitasoma kwa msaada wa Mungu. Amen. Je, neno langu si kama moto, asema Bwana, na kama nyundo ivunjavyo mawe vipande vipande. Amen. Amen. Angalia, Mungu mwenyewe anasema, je, neno lake si kama nyundo? Neno lake si kama nyundo ivunjayo mawe vipande vipande. Mtu akiwa na neno la Mungu atakuwa anampendeza Mungu. Mungu hujibu maombi kwa kupitia neno lake. Kila neno la Mungu. Neno la Mungu siku zote halikosei. Hata uponyaji hutokea kwa watu ambao wana neno la Mungu. Wale ambao wamejaa neno. Neno linawafariji, linawatia nguvu. Neno linakuza imani yao. Wale wote ambao wana neno ni wale ambao pia wana nguvu juu ya mapepo na majini. Wana nguvu juu ya wachawi. Wana nguvu juu ya ushirikina. Pale ambapo mtu amejaa neno, hatishwi na hayo yote. Hivi ni viumbe vinavyotisha sana. Mtu akisikia jini anaogopa mara moja, kwa sababu si kiumbe cha kawaida. Akisikia uchawi anajua kabisa kwamba huyo ana nguvu zisizo kawaida. Watu wanaogopa, lakini mtu mwenye neno haogopi hao wote, kwa sababu anajua nguvu ya Mungu ilivyo. Kwamba Mungu ana nguvu juu ya wachawi, ana nguvu juu ya ushirikina, ana nguvu juu ya majini, ana nguvu juu ya mapepo. Kwa hiyo hatishwi na kitu chochote. Mtu mwenye neno anajua, hata kama anapitia mazingira magumu ya maisha yake, anajua kwamba neno limesema simama imara, Bwana yu pamoja nawe. Kwa hiyo hakuna kitu anachoogopa.
mtu aina hiyo haogopi, mtu mwenye neno. Wale wanaopeperushwa na upepo aina mbalimbali hawana neno ndani, na kwa sababu hawana neno ndani hawana tumaini. Mtu mwenye neno ana matumaini. Wakati mwingine vitu hivi ambavyo tunapitia, mazingira tunayopitia, wala sio kwamba Mungu anataka kuangamiza. Kuna namna Mungu anakusogeza kwenye baraka zako. Ile hali unayopitia, magumu unayopitia, ni Mungu anakusogeza kwenye baraka zake. Na mateso na shida siku zote hutufanyia nafasi ya kumkaribia Mungu. Bwana asifiwe. Mimi namwona Abdalla yupo, si unaona anavyong'aa? Na hiyo baba ni kukusogeza tu, inakusogeza karibu na Mungu. Ni mapito tu ya kusogeza karibu na Mungu. Si unaona mabadiliko yaliyotokea ghafla? Bwana Yesu asifiwe. Sasa kweli Mungu anataka tuende jehanamu? Anataka tuende mbinguni. Sasa Abdalla angekuwa na afya yake njema tu, anaendelea kuwa Abdalla, mbinguni angeenda? Mungu asema hapana, ngoja niruhusu. Anamruhusu shetani nafinya afya kidogo, alafu umkumbuke Yesu, umkumbuke Mungu. Alafu ukija ukafika kwa Yesu, anakuponya kama alivyokuponya. Akiwa amekuponya, wewe utaendelea na hayo, unanyooka na Yesu, mbinguni unaenda, afya imeponywa, unapata double portion. Haleluya, haleluya. Hivyo ndivyo Mungu anavyofanya. Anakusogezea kitu fulani, anamruhusu shetani. Alafu ukimkumbuka Yesu, anaponya afya yako, anaponya maisha yako, anaponya watoto wako, anaponya biashara yako, anaponya kazi yako, anaponya mambo yote, alafu uzima wa milele. Hivi ndivyo Mungu anavyofanya. Mungu amewaponya watu wengi hapa. Lengo sio tu kwamba waponywe ili wapate uzima wa milele. Bwana asifiwe. Wale wenye neno wanaweza wakamgusa Yesu kwa imani kubwa. Nafasi ya neno ni kubwa katika maisha yako. Neno ni uzima, neno ni furaha, neno ni amani, kwa sababu neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Lakini pia neno huleta ufahamu. Waefeso 4:17-18, neno huleta ufahamu. Neno la Mungu limetuleta ufahamu. Kabla hatujaokoka na kabla dini haijaja, watu waliendelea na ibada zao za kishirikina na wakamwabudu shetani kama baba mkubwa, kwa sababu hawakuwa na ufahamu. Lakini watu wakaambiwa Mungu ndiye mkuu, ndiye aliyeumba kila kitu, hata shetani ambaye anaabudiwa na wanadamu, naye akiwa malaika aliumbwa na Mungu. Kwa hiyo hicho ni kiumbe. Watu wakapata elimu, akili yao ikafunguka, wakaacha kumtumikia shetani. Waganga wa kienyeji waliwatumikisha watu. Ukienda kwa waganga zamani, anakulimisha shamba kwanza kabla ya kukupa dawa. Nalima shamba, napanda mipunga, ndipo baadaye ikifika saa fulani anasema leo siku ya 5 uko hapa. Sasa usiku wa leo jina lako limekuja, faili yako imerudi, lakini amekulimisha shambani balaa. Na huwezi kuacha ukasema mimi nimekuja kuchukua dawa na pesa ninayo, kwa nini sinipe dawa yangu? Anasema faili haijatoka, tapataje dawa? Paka mizimu iongee, kiongea ndio unaondoka. Lakini kabla mizimu haijaongea lazima ulime shamba, ufanye kazi. Na siku unaondoka lazima ulipe, lakini mpunga umepanda, masha umelima, kwa sababu kuna ujinga mwingi kwenye akili. Haya mambo tunayoongea wengine hawajui, maana wamezaliwa kwenye wokovu. Wenzenu tumepigika. Bwana asifiwe. Maana tulikuwa hatujui. Tena siku hiyo ukiondoka, labda ukafanya kiburi, akakwambia bado jina halijatoka, nasubiri. Utaona mnakaa hapo, mwingine anakuambia mimi hapa baba nina miezi 2 jina bado halijatoka, lakini anapanda mipunga tu. Mwingine anakuambia nina wiki 3 hapa. Wewe si ndio mgeni umeingia pale, ukifikiri unafika leo unaondoka kesho kutwa. Sasa ndio unapata sasa information ya pale kutoka kwa walio kutangulia,
Mwingine akwambia mimi nina miezi miwili, jina bado sijaitwa, lakini mipunga napanda. Alafu unasahau kuondoka haraka, unasema kama huyu ana miezi miwili, huyu ana wiki 3, mimi na haraka gani? Unaanza kuvuna tu na kwa mkao wa kusubiri. Lakini ujinga wote, baada ya kupata Injili, baada ya kupata neno, ujinga wote ukatoka. Hatuendi kwa waganga tena, hatuteswi tena, maana Yesu wa uzima ametufungua, ametuweka huru. Kwa Yesu tunaponywa bure bila pesa, tunaponywa bure bila kulima mashamba. Raha sio raha. Haya, mgonge mwenzako high five, mwambie raha kwa Yesu. Mwambie ni raha, ni raha. Neno inakupa furaha, inakupa amani, inakupa uponyaji. Haleluya. Inakupa namna ya kutembea bila kuogopa majini, bila kuogopa mapepo. Napomalizia, Biblia inasema katika Zaburi ya 82 mstari wa 5 mpaka 7, inasema kuna ujinga umefungwa ndani ya moyo. Ujinga umefungwa ndani ya moyo, na neno ndio unaoondoa huo ujinga ambao umefungwa ndani ya moyo. Ukikosa neno, misingi yote imeharibika. Huna namna ya kusimama. Utatikiswa na mila, utatikiswa na vitisho vya shetani, utatikiswa na imani potofu. Maisha yako itakuwa maisha ya kuhangaika. Shetani ni mjanja. Hawaachi watu kwa sababu anawahurumia. Anawaacha watu kwa sababu wamepata mamlaka juu ya kazi zake. Hawaachi watu kwa sababu wamemtii. Anawaacha watu kwa sababu ameshindwa. Tumfikishe mahali pa kushindwa. Tumfikishe mahali pa kuwaacha watu kwa sababu watu wanaufahamu. Simama kwa miguu yako. Ni saa ya kukutana na Yesu. Ni saa ya uponyaji wako. Watu 5 ambao wanaweza kumgusa Mungu. Watu 5 ambao wanaweza kumgusa Mungu. Tena wakamgusa kwa nguvu kubwa. Hawa watu 5, mtu wa kwanza ni yule ambaye amenyenyekea. Moyo uliopondeka anaweza kumgusa Mungu. Je, moyo wako ukoje mchana wa leo? Una moyo uliopondeka wa kumfikia Yesu? Mtu wa pili anayeweza kumgusa Yesu ni yule anayemheshimu Yesu. Angalia moyo wako mchana wa leo. Una moyo uliopondeka ambao ungeweza kumgusa Yesu, moyo ambao unamheshimu Yesu, ambao ungeweza ukasababisha na wewe uheshimiwe na Yesu. Na mtu wa 3 ni yule mwenye moyo wa shukrani. Anasema hakika Yesu ni Bwana. Moyo wake umejaa sifa, umejaa shukrani kwa ajili ya kazi ambayo Yesu ameifanya katika maisha yake. Na mtu wa 4 ambaye angeweza kumgusa Yesu siku ya leo ni yule mtu mwenye moyo wa kumtafuta Mungu. Yeye moyo wake unamtafuta Mungu. Anasema leo ninaenda kuomba, naenda kumtafuta Bwana. Hata kwenye ibada hii nitajitoa nikamtafute Bwana. Na mtu wa 5 ambaye angeweza kumgusa Mungu kwa moyo wake ni yule mtu mwenye neno la Mungu ndani ya moyo wake. Je, wewe ni mmoja wa hao? Kama ni mmoja wa hao, tunaenda kuabudu sasa. Ni saa ya kumgusa Mungu kwa imani kubwa. Ni saa ya kumgusa Mungu ajibu mahitaji yetu. Ni saa ya kumgusa Mungu akutane na haja mioyo yetu. Ni saa ya kumgusa Mungu aponye afya zetu. Inawezekana umelia, umeteseka, umeteswa na mapepo, huna namna. Madaktari wamesema wamefikia mwisho, hawana namna tena. Nami nikutangazie, yuko daktari bingwa anaitwa Yesu Kristo, mwenye nguvu zote, mwenye uweza wote. Anaweza kusaidia, anaweza kukuponya. Sasa ni saa yenyewe ya kukutana na Yesu. Tunaenda kuabudu kwa dakika 2. Dakika 2 ya kuabudu. Tuende mbele za Bwana. Abudu alafu omba. Abudu, jiachie mbele za Bwana. Angalia moyo wako. Moyo wako ukoje mbele za Yesu? Una uwezo wa kukutana na Yesu? Una uwezo wa kumgusa Yesu? Una uwezo wa kumgusa Yesu?
ashuke akutane haja moyo wako. Nafikiri leo ni mwisho wa matatizo yako, na ninakuhakikishia yuko Yesu aishie, Yesu wa Nazareti, yule aliyefufuka, aliyeponya yule mama aliyetokwa na damu miaka 12. Leo atakuponya na wewe dhidi ya matatizo yako, dhidi ya shida zako. Utakombolewa na utawekwa huru. Haleluya, haleluya. Ipo nguvu. Inua mikono yako juu. Tunakwenda kumwabudu. Nguvu ya ajabu. Jinyenyekeze chini ya mkono wa Bwana. Ipo nguvu. Nguvu ya ajabu. Yesu, ipo nguvu, tena nguvu ya ajabu damuni mwa mwanako. Oh, ipo nguvu, ipo nguvu ya ajabu Yesu. Oh, ipo nguvu ya uponyaji, nguvu ya ajabu damuni mwa mwanako. Ipo nguvu ya ajabu Yesu. Abudu katika roho na kweli. Nenda kwenye kina cha kiroho, ukamtafute Yesu aishie. Biblia inasema wale wanaomtafuta Bwana wanaweza wakamwona. Kutana na maisha yako, Yesu atakutana na maisha yako. Jikabidhi mbele za Bwana, paza sauti yako kwa Yesu, mwite Yesu aishie. Yuko mahali hapa, ameshinda kifo na mauti, ameshinda kila aina ya mateso, amechukua mataifa yako yote, amechukua taifa yako yote, amechukua shida zako zote. Ni wakati wako sasa wa kukutana na Yesu. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni Baba, nguvu zako zikatawale, Mungu asiyeshindwa, katika jina la Yesu. Tunahitaji utukufu wako katika jina la Yesu Kristo. Unayetenda kila majira, Bwana, tunapaza sauti zetu. Tunahitaji utukufu wako, tunahitaji nguvu inayotenda Yesu. Katika jina la Kristo
Ninaomba neema yako Baba, tawala Mungu wa uzima ibada hii, kutana na watoto wako Baba, wanaume kwa wanawake, vijana wa kiume na wa kike, watoto wote Bwana, ukakutana nao Baba. Naomba mguso wa tofauti, naomba mguso wa tofauti, Roho yako Mungu kashuke, achilie baraka zako hapa, achilia neema yako Hallelujah.